Siku ya leo nakuja kufundisha jinsi ya kutengeneza simu inayoandika charging error kipindi unachaji simu yako. Inapitisha kama sekunde 5 inaandika charging error. Karibu katika chaneli yangu ya Fundilichi ujifunze kutengeneza namna hiyo. Charging error ndio hiyo. Nakuja kufundisha jinsi ya kutengeneza simu inayoleta neno la charging error kipindi unachaji simu yako. Karibu sana kufundisha. Hatua ya kwanza ni kufungua simu yako. Inabidi ufungue simu yako vizuri. Toa kikaratasi hicho. Na katika episodi ya 4 nimefundisha jinsi ya kuchaji. Matatizo yote yanayotokana na kuchaji nimeyafundisha pale. Kwa hiyo ukiangalia vizuri ndio unakuja kutengeneza simu yako kama hii vizuri. Unaitengeneza tu vizuri. Nimegusia katika sehemu ya IC, hilo eneo lote la IC nimegusia kabisa, kila kitu nimekuelezea. Sasa leo nakuja kukuonesha jinsi ya kutengeneza tatizo la charging error. Charging error linatokea kwa sababu gani? Linatokea kwa sababu IC hiyo ikiungua au eneo hilo ikipata damage yoyote ile, ndio unakuja kuleta neno la charging error. Na kuna matatizo mengine mengi ambayo yanaletwa na eneo hilo la sehemu ya IC. Kuna matatizo kama kuchaji, inaonyesha inachaji lakini moto hauingii au moto haijazi, betri haijai. Kuna matatizo mengi sana. Kuna matatizo kama kukataa kuchaji kabisa, matatizo kama hayo. Sasa leo nakuja kufundisha tatizo la kuandika charging error. Tatizo lake kuu sana, tatizo lake kuu ni IC hiyo ya kuchaji. Ukibadilisha hiyo IC ya kuchaji ikakataa ikaendeleza neno lile charging error, badilisha. Kuna vidiode hapo vyeusi viwili vimepangana hapo, kuna vidiode, ndio unakuja unabadilisha, simu yako inakuwa vizuri. Sasa tuende kubadilisha IC yetu ambayo nimekuambia kwamba ndio chanzo kikuu. Kwa hiyo tunakwenda kubadilisha IC, tunaweka mafuta. Hayo mafuta nishawahi kukufundisha mafuta jinsi gani yanafanya kazi kwenye kutengeneza. Kwa hiyo kwenye episode ya kwanza nimekufundisha jinsi mafuta yanavyofanya kazi. Kwa hiyo tunaenda kutoa IC yetu. Nakwenda kutoa IC yetu, kuweka IC nyingine. Meitoa hapo, tunaleta nyingine. Ukijua vitu hivi ni simple tu, vitu vyako vinaenda, simu yako unatengeneza vizuri na wateja wanakufurahia, kwa sababu mteja anafurahi kitu atakachokileta kifanyikishe. Unaona nimeweka IC hapo imepeperuka na upepo wa wa blower. Kwanza kuna kazi ya mafuta. Ukishaweka mafuta yako hapo na ukaweka IC hiyo, haiwezi katoka tena, haiwezi kapeperushwa na upepo huo wa blower. Kwa hiyo unaona kama hivyo inakuwa inashika vizuri. Kwa hiyo mafuta, jitahidi sana uwe na mafuta ya simu kwenye utengenezaji wako. Jitahidi sana uwe na mafuta ya simu, yatakusaidia sehemu nyingi sana. Umeweka IC nyingine hapo.
tunaweka IC nyingine, tunasubiria kwanza ipoe ili tuende kutesti tuone kama tatizo lilikuwa IC au ilikuwa tatizo nyingine. Tunaweka betri letu ili tuende kutesti. Chomeka chaja yako. Naanza kuchaji hapo. Hapo tunachotaka sasa, tunasubiria mpaka ijizime yenyewe. Ikijizima yenyewe hapo, ikichaji hii ikajizima yenyewe, tatizo litakuwa limeisha. Kwa hiyo hapo tunasubiria ijizime yenyewe ili tuone kama tatizo limeisha. Nasubiria, unaona ilivyozima hapo, simu yetu itakuwa iko vizuri kwa matumizi, na wewe kama ni fundi utakuwa umemaliza ufundi wako. Asanteni sana.